stubborn limitations. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ambapo unakutana na jambo na unajaribu kuliondoa, unajaribu kulizima, unajaribu kupinga, unafanya njia zote, lakini unakuta ya kwamba bado inakataa. Bwana asifiwe sana. Na on Friday tuliongea kuhusu kizuizi moja. Nitaanzia hapo nitoe kama mfano ili upate kunielewa na niweze kushikanisha ujumbe huo na siku ya Friday. Na tukaona kizuizi moja ambacho kimelemea Wakristo ni kitu kinachoitwa dhambi. Kuna Wakristo wanang'ang'ana na dhambi. Na unaona ya kwamba kuna Mkristo ameokoka ndio, lakini kuna dhambi moja tu imekuwa sugu katika maisha yake. Ameombewa na wahubiri kama 15 na bado anasikia ile dhambi bado inamfuata. Leo vizuizi zote sugu zinaenda kuanguka katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na tukaona ya kwamba njia mojawapo ya kuondoa vizuizi sugu ni kuomba plus kufunga. Kwa sababu huenda ikawa umeomba sana lakini haujaongeza kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Na tukatoa mfano na ndugu moja. Wacha niongee hii. Huyu dada alikuwa ameokoka na alikuwa ametoka kwa dawa za kulevya. Yaani ni wale watu wa kujidunga. Sasa kwa sababu alikuwa amejidunga kwa muda mrefu, akakuja akapeana maisha yake kwa Yesu Kristo na akaanza kumfuata Mungu. Na ajabu ni kuwa akapewa mpaka kipawa cha kunena na ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa ananena mpaka na lugha na ako kanisani. Lakini akirudi nyumbani anachukua shindano, anajidunga. Tuko pamoja? Ni kusema ya kwamba huyu dada amempenda Mungu, ameamua kumtumikia Mungu, ameamua kukaa kwa Mungu, lakini kuna kizuizi moja imekuwa sugu katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Alipoongea na mchungaji akamshauri akamwambia kwamba kuwa ukifunga na ukimtafuta Bwana. Dada aliporudi nyumbani akawa anafunga siku 3 kwa wiki. Kila wiki anafunga siku 3 mpaka hicho kizuizi kikavunjika na kikaondoka. Bwana asifiwe sana. Kutoka hapo hamu ya dawa za kulevya ikaondoka na akawa safi, na hiyo hamu yote ikaisha na akapata kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambapo mtu anaweza akaokoka na akae kwa Bwana, lakini anakuta ya kwamba kuna kitu kinamfuata, kuna roho ambayo imekuwa kizuizi katika maisha yake. Na tukaona ya kwamba roho ya kwanza ni roho ya dhambi. Haleluya. Na hapo ndipo tulisema kwamba kitabu cha Galatians chapter 6 kuanzia verse number 1, ati mtu yoyote akianguka katika dhambi, si jukumu letu kumtenga na kumhukumu. Ni jukumu letu kwenda kwa mtu kama huyo na kumrejeza katika roho ya upole. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo tuliona ya kwamba wengine hawaendi katika roho ya upole, wengine wanaenda kwa roho ya ukali. Ukihukumu mwenzako na kumwambia kwamba umeshafanya dhambi na unamnenea maneno mengi, wewe Mungu amekukataa, na unazungumza mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Lakini Bible inasema ya kwamba mtu kama huyo anapaswa kurejezwa katika roho ya upole. Haleluya. Kwa sababu wengine wetu ambao tunaoteseka, vizuizi zingine sio kupenda kwetu, ni mahali ambapo tulizaliwa, ni yale maisha tulizaliwa, zile vitu zikapata kuingia katika maisha yetu. Wakati tumekuja tukaokoka, tukakuta ya kwamba kuna vitu zinapingana nasi, na wakati tunapojaribu kuziangusha tunakuta ya kwamba zinakuwa sugu na zinakataa, nasi tunasema tumekataa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kizuizi cha kwanza ni kizuizi cha dhambi. Isaiah 57 kuanzia verse number 14. Hapo ndipo mahubiri yetu yanaanzia. Kitabu cha Isaiah 57 mstari wa 14. Naye akasema, tutieni. Itengenezeni njia. Kwa lugha ya Kiingereza inasema ya kwamba jengeni. Itengenezeni njia. Number 2 akasema ya kwamba itengenezeni njia. Ondoeni kila kizuizi katika njia ya watu wangu. Number 3 akasema ya kwamba ondoeni kila kizuizi katika njia ya watu wangu. Kwa sababu kuna watu wa Mungu wanaosafiri katika safari, lakini mbele ya maisha yao kuna vizuizi.
Tuko pamoja? Yes. Tuendelee. Mstari wa 15. Twende 15. Maana yeye aliye juu, Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi. na kama mimi mahali palipoinuka, na kama mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu, pamoja na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu, na kuifufua mioyo yao waliotubu, na kuifufua mioyo ya wao waliotubu. Mstari wa 15 mara mingi huwa unaongea habari za revival. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hapo Mungu huwa anazungumza habari za kufufuka kwa watu wa Mungu. Lakini mstari wa 14 Bible inasema ya kwamba, nitaiweka hivi vile nilivyokuwa nikisoma, jengeni. Awamu ya pili ikasema ya kwamba, itengenezeni njia. Majukumu mawili ya maisha ya Mkristo, kwa sababu tuko mahali hapa tunatamani kutengeneza maisha yetu, tunatengeneza boma zetu, tunatengeneza huduma zetu, tunatengeneza wokovu wetu. Na Bwana akasema ya kwamba jengeni. Kwa sababu Mkristo anapaswa kujenga maisha yake katika Bwana. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, Bwana akamwambia namna gani? Itengenezeni nini? Njia. Kwa sababu kuna njia unapaswa kupitia, kuna mahali unapaswa kuenda, kuna mahali unapaswa kufika, na kufika pale ni njia utakayopitia ambayo Mungu ameichagua. Lakini hiyo Bible inasema namna gani? Ati tutengeneze njia. Lakini ikasema namna gani? Awamu ya tatu Biblia ikasema ya kwamba kiondoeni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Bwana asifiwe sana. Translation nyingine ilikuwa ikisema ya kwamba kuhusu kizuizi, kiondoeni chochote kinachowazuilia katika mbele ya watu wangu, kwa sababu watu wa Bwana wamezuiliwa. Yes. Bwana asifiwe sana. Leo tunang'ang'ana na vizuizi ambazo ni sugu, zikapate kuvunjika katika jina la Yesu, na maisha yako yakapate kufunguka, na ukapate kufika mahali ambapo Bwana amekusudia. Haleluya. Kwa sababu kila mmoja wetu kuna mahali anaelekea. Haleluya. Kama unaenda mahali, siumpe Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kuna maeneo ambayo huwa tunakutana na vizuizi sugu katika maisha yangu. Eneo la kwanza ni katika maisha tunayoishi. Unakuta ya kwamba kuna dhambi zimekukwamilia, zimekataa kukuachilia. Bwana asifiwe sana. Kuhusu vile unavyoishi katika maisha yako. Haleluya. Kwa sababu kuna vile unaweza ukaishi, lakini ukute ya kwamba kuna kitu ndani yako hakimfurahishi Bwana. Na wakati umeng'eng'ana, umetoa mpaka dhabihu, umeenda mahali ukaambiwa panda mbegu, ukapanda, lakini bado inakataa. Bwana asifiwe sana. Leo nitakupea dawa. Leo tutapata suluhisho katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Eneo lingine ambalo huwa tuna on Friday tuliona Isaiah 61 verse number 10 ya kwamba Mungu ametupa mavazi ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Wokovu tulionao ni mavazi, na tukaona ya kwamba pia mavazi huwa yanapata madoadoa, na kuna wakati mavazi yako yanaweza yakapata madoadoa, na madoadoa mengine yakawasugu. Bwana asifiwe sana. Wazee, Bwana asifiwe. Tuliona wazee kutoa madoadoa, si ni kazi kubwa? Bwana asifiwe sana. Nilisema mimi nilianza kuona Aerial ama Omo ya kuanzia shilingi 200-300 kwangu nilipooa. Bwana asifiwe sana. Mimi kwa sababu sikuwa nimeoa, nilikuwa nimezoea Aerial ya ngapi? 10 na 5. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine nasonga hivyo mzima na sabuni. Haleluya. Sasa inakuwa ni shida kubwa kwa wazee. Lakini wa mama utakuta mpaka jiki kwa hapo kwa nyumba, utakuta omo mingi kwa nyumba, kila aina ya sabuni utakuta mpaka zingine ni za kunuka, ni nzuri.
Bwana asifiwe sana. Kwa sababu huyu mama akona bidii ya kutoa madoadoa, Amen. katika mavazi wanayovaa. Amen. Haleluya. Hawezi akanunua za kurembesha nyumba. Yes. Ananunua kwa sababu ya uchafu. Yes. Na akinunua jike anajua ya kwamba kuna uchafu mwingine huwa unakataa sabuni. Kuna uchafu mwingine huwa unakataa omo, na ukimwagiliwa jiki utaondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya Wakristo wengine. Katika wokovu wao kuna madoadoa ambayo yamekataa kuondoka, na tunatangaza na kusema ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo, Yes, yataondoka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Eneo la pili ambalo huwa tunakutana na vizuizi sugu ambazo zinatuzuilia kwa njia hii na ile nyingine ni maeneo ya ndoa zetu. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba katika ndoa kuna kitu kimetokea na kinapinga hiyo ndoa sana, na unakuta ya kwamba ile ndoa inapitia changamoto mingi, inapitia mauzito mingi. Mnaweza kuwa pia katika ndoa, lakini kukuta ya kwamba kumetokea pengine ugonjwa. Ule ugonjwa uwe kama kizuizi ya maisha yenu kujijenga. Kuta ya kwamba mmeanza kuuza vitu zenu, na ile ni roho shetani ameweza kuituma, na ikawa kama kizuizi sugu. Mumeenda Kenyatta, mumeenda Machakos, mumeenda Tala, mumeenda kila aina ya hospitali, lakini unakuta ya kwamba ile ugonjwa imekataa kuondoka, imekuwa kama kizuizi katika hiyo ndoa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo eneo lingine huwa tunakutana na vizuizi sugu ni katika ndoa na familia zetu, na tunatangaza na kusema ya kwamba vizuizi zote sugu katika ndoa zetu na familia, yes, tunaziondoa katika, yes, jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Eneo lingine huwa tunakutana na vizuizi sugu ni eneo la huduma. Nakuta ya kwamba mtu ako katika huduma, yes, lakini kuna kitu kinamzuilia. Bwana asifiwe sana. Nitaiweka hivi kwa sababu wakati unapokutana na kizuizi inaweza ikatokea kwa njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda nikakutana na one of the pastor, my friend. Akaniambia, apostle, nataka unisaidie. Haleluya. Mimi niko na huduma na nataka kuanza kanisa Kayole. Ako na ushirika, huwa wanafanya maombi. Lakini akaniambia mke wangu Bwana asifiwe sana. Akaniambia mke wangu anahitaji deliverance. Haleluya. Yani umewahi kaa na mtu, shukuru Mungu alinibariki tu. Haleluya. Yani mchungaji anaweza akakaa akakusimulia mpaka akitoka unapiga magoti unasema, Bwana, no, ni asante kwa kunipa mke mzuri. Bwana asifiwe sana. Yani ako maombi 40 days anaombea mke wake, si huduma. Hata mimi ndio nilimpea maji ya kumalizia maombi. Siku 40. Mungu, komboa mke wangu. Unajua ushirika wanafanyia kwa nyumba, hawajaanza kanisa. Watu wanakuja, wanahudumiwa, wanahubiriwa, wanaombewa. Bwana asifiwe sana. Kabla washirika waingie kwa nyumba, hata pastor anababaika, mke wangu atareact aje? Yeah? Kwa sababu watu wanaweza ingia na yeye akue kitu ingine. Na huyu mke ameokoka na anaomba na ananena mpaka na ndimi, lakini discouragement ndio zimejaa kwa moyo wake. Yeye anakaa kimudiscourage kila mara. Achana na hiyo shirika, achana na hawa watu, achana na nini. Siku 40 akiombea bibi yake. Juzi alinipigia simu akaniambia niko naitangwa ile park iko town, Michuki Park. Niko Michuki Park ninaomba. Nikamuuliza mambo ya kwako ilienda namna gani? Akaniambia, kipasta tu, wewe endelea kuniombea. Hivyo ni kusema after 40 days hakuna kitu ilifanya nini? Kuna vizuizi sugu.
nenda mpaka 40 unasikia hey. Bwana asifiwe sana. Vizuizi zote sugu katika huduma tulizo nazo tunaziondoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Eneo lingine ambalo tunakutana na vizuizi ni wakati tunapolea watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Unafika mahali unalea mtoto vizuri, anafika mahali anafika kiwango fulani, anakuwa teenage, anabadilika, anakuwa sasa kama kizuizi katika maisha yako. Yule mtoto anaharibika, anaingia kwa bangi, anaingia kwa ulevi, anashikana na waizi, anakuwa tena ni mtu ambaye anabeba bunduki. Unakuta ya kwamba tena yule mtoto umemlelea kanisani amekuwa kitu ingine. Kuna wakati ambapo pia wazazi wanakutana na vizuizi ambazo ni sugu wakilea. Bwana asifiwe sana. Hiyo roho tunaikataa kwa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mke wangu alienda katika maombi, na kwa sababu tulikuwa tumeenda na mtoto, alikuwa ananishuhudia baadaye mahali alipokuwa akiombea, kwa sababu alikuwa na mtoto. Mama mwingine akamwambia ya kwamba mimi nilianza kupeleka mtoto wangu prayer center kuomba akiwa anatoshana hivi, na saa hii, alisema saa hii ni saa hii amegraduate saa hii amegraduate. Yule mtoto amesoma vizuri mpaka amemalizia na amegraduate. Bwana asifiwe sana. Tunataka maisha ya watoto wetu yawe hivyo. Bwana asifiwe sana. Tukiwalelea katika nyumba ya Bwana, waishi na wadumu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kukamatwa na wanakuwa vizuizi katika maisha yetu, hiyo roho tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Jambo hili limeathiri familia mingi, hata mimi ni mmoja wa victim, na tunazidi kuomba. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba mimi nilifika mahali hata sitaki kupigiwa simu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia mama yangu, ukisikia mtu kwa seli, wewe pika ugali, kula na uvute blanketi ulale kama kawaida. Usiende kutoa mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini nikamwambia upige magoti, kwa sababu nilijua hizo ni vizuizi zinazuilia huyu mama kutafuta Mungu. Akae tu na stress. Mtoto wangu ako seli, mtoto wangu ako wapi? Bwana asifiwe sana. Ikiwa shetani ameipanga katika roho, na sisi hizo vizuizi tunaingia katika roho na kuzibomoa katika jina la Yesu, na kutangaza wokovu wa watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Eneo lingine ambalo tunakutana na vizuizi sugu ni eneo la biashara na kazi. Nakuta ya kwamba umeamua kufanya kazi, umeamua kuingia katika biashara, umeamua kutafuta riziki, lakini unakuta ya kwamba kuna kitu kimetokea na kinahangaisha maisha yako. Kuna watu wengine ambao wanaenda wanachukua malon, unakuta ya kwamba ile loan inakuja inabadilika. Yaani hali hiyo ya loan inakuja inabadilika, inakuwa kama kizuizi katika eneo lako la biashara. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba pengine hata ile duka ambao unafanyia biashara haujalipa, umelemewa kulipa na kwa sababu ya vile maloni zimekusonga, naye mwenye nyumba anakuja na kufungia, ama anachukua vitu zote anaenda anaweka kwake, anasema ya kwamba mpaka siku ile utaleta pesa yangu, hapo ndipo nitaweza kukurudishia vitu zako. Sasa unakuta ya kwamba hali ya loan imesababisha, imekuwa kama kizuizi katika maisha yako, na imekatisha biashara zako, imekatisha kazi zako, na unakuta ya kwamba kile ulikuwa unataka kufanya, mahali ulikuwa unataka kuenda, imekuzuilia. Hiyo roho tumeikataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na unakuta ya kwamba yule mtu hata akiachana na hiyo biashara, anaenda na akienda, unakuta ya kwamba bado anapigiwa simu. Si kwamba ile loan imemwacha, unakuta ya kwamba kazi haijasaidika, biashara haijasimama, lakini unakuta ya kwamba kizuizi ya loan bado inamfuata mahali popote anapoenda. Unakuta ya kwamba asubuhi ukiamka unakutana na message, unakumbushwa bado uko na loan. Ukizubazuba unakuta ya kwamba umetumaniwa, naambiwa bado uko na loan unapaswa kulipa, na unakuta kwamba unasumbuliwa sana. Sasa hiyo loan inakuwa kama kizuizi sugu ya kukusumbua katika maisha yako, hauwezi ukaendelea. Sasa kama hapo ndipo watoto wako walikuwa wanategemea pesa za shule, unakuta kwamba wameanza kufukuzwa shule, watoto wamerudi nyumbani, watoto tena wameanza kurudi kwa matambara, pengine ni watoto walikuwa wanavaa vizuri, boma imechukua mwelekeo mwingine. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya neno loan ama deni imekuwa kama kizuizi sugu katika maisha yako. Tumekataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Eneo lingine ambalo tunapokea vizuizi sugu ni eneo la urithi.
Bwana asifiwe sana. Eneo la urithi, unarithi shamba kutoka kwa wazazi wako, kuna vitu unarithi kutoka kwenu, ama zile vitu ambazo wewe mwenyewe umepata pesa, umeweza kujinunulia, lakini unakuta ya kwamba baadaye inafika mahali tena kunatokea kitu. Kuna mtu mwingine alikuwa akijenga, na hiyo hadithi nilikuwa nikipewa na mama moja mahali tulipokuwa tukikaa. Huyu mtu alikuja akanunua ploti, tulionyeshwa hiyo ploti, akaanza kujenga. Alipoanza kujenga, nyumba ikafika rento. Ilipofika rento, mwenyewe akajitokeza. Sasa mwenye ploti akajitokeza. Bwana asifiwe sana. Sasa unakuta ya kwamba wakati unapoingia katika eneo la kurithi mali na kupokea zile mali, aidha ni kutoka kwa wazazi ama ni zako wewe mwenyewe kujifanyia kazi, unakuta ya kwamba kuna tumambo ambayo huwa yanatokea, na yakitokea inakuwa kama kizuizi katika maisha yako, na inakuwa ni kama kizuizi sugu. Hebu niambie ya kwamba nyumba ambayo imefika rento itawezaje kubomolewa uihamishe uachane na shamba ya mwenyewe? Bwana asifiwe sana. Tumekuwa na brother tukiombea jambo ambalo amekuwa nalo, na jambo hilo pia hata nami limenifundisha sana. Unakuta ya kwamba pia wako katika eneo la kurithi mali ambazo mama yao aliweza kuwaachia, lakini unakuta ya kwamba katikati kuna mtu ambaye ako na shida sana, anafuata hizo mali sana na hana haki ya kurithi hizo mali, lakini anafuata mpaka anapeleka kesi kotini. Hiyo ni kusema ya kwamba hiyo ni kizuizi sugu katika eneo la urithi. Bwana asifiwe sana. Na hii ndio maana tunasema ya kwamba leo tutaomba na tutakatana na kila maroho zote chafu za giza ambazo zinajiinua wakati tunapoingia kurithi mali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Niliona mtu mwingine tulikuwa tumetoka hapa na mke wangu, tumetoka ibada kama kawaida siku ya Jumapili, tunaenda nyumbani. Tulipokuwa tukienda, tukafika mahali tulipokuwa tukiishi. Hapo kulikuwa na mto, tukakuta trakta ilikuwa inachimba. So ni mtu anachimba kawaida ya huku mpaka utoe cotton. Sasa ni mtu alikuwa anachimba aweze kutoa cotton na aweze kujenga. Bwana asifiwe sana. Maaskari wakaitwa, ni kwa sababu ameuziwa hewa, ameuziwa mto. Mto ni ya nani? Si mto ni ya serikali. Bwana asifiwe sana. Sasa yeye ameleta trakta, anasongesha mto ili mahali ambapo mto imepita aweze kujenga. Sasa huyo mtu hawezi ukajua, na vile alikuwa nilisikia alikuwa ametumia pesa mingi sana, kwa sababu pia materials yalikuwa ameshaanza kumwaga. Kuleta hiyo tinga kuchimba ni pesa mingi sana. Bwana asifiwe sana. Na huenda ikawa yule mtu ni loan ama ni deni alikuwa amechukua kutoka kwa bank. Anataka kujengea familia yake, anataka angalau ajione na boma, aweke familia yake na watoto wake. Lakini akienda kuchimba, maaskari wanakuja. CID wakaitwa, maaskari wakaitwa na Land Rover, wakakuja kumuondoa na wakaondoa hiyo tinga kwa sababu ameuziwa kwa mtu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ambapo unapoingia katika area ya kurithi, unakuta ya kwamba kuna kitu inatokea na inakuwa kama kizuizi sugu katika maisha yako. Kwa sababu pia shetani huwa anategea watu katika maeneo kama hayo. Hiyo roho tumekataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi sana, kuna maeneo mengi sana, naenda nikikatisha ili tupate nafasi ya kuomba, na tunaamini ya kwamba Bwana atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Vizuizi sugu huwa zinachangiwa na vitu gani? Kuna vitu kadhaa wa kadha ambazo huwa zinachangia vizuizi sugu katika maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ni evil foundations. Foundations ambazo zilijengwa kwenu. Unakuta kwamba kuna misingi ya uovu ilijengwa kwenu. Sasa wakati ambapo umekuwa, huo msingi umekuwa kama kizuizi sugu, unajaribu kuangusha, inakataa kubomoka. Kwa hivyo misingi huwa inachangia sana kuleta vizuizi ambazo zinazuilia watu katika kizazi chetu. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa katika hali ya kubomoa vizuizi sana, misingi sana, na Bwana atazidi kutusaidia na kutunemesha. Number 2, laana zimechangia kuwa vizuizi sugu katika maisha ya Wakristo na watu wengi. Hata watu wengi ambao hawako kanisani, hawajaokoka, wako kule kwa pombe. Kuna watu wanakuliwa tu na laana peke yake. Yule mtu pengine angekuwa kanisani, yule mtu pengine maisha yake ingekuwa imeendelea, lakini kwa sababu kuna maneno yaliachiliwa juu yake, huenda ikawa ni wazazi, huenda ikawa ni maneno yalizungumzwa na watu waliokufa kitambo,
unakuta ya kwamba yale maneno yako katika hewa. Sasa yule mtu wakati anapoenda kujiinua hivi, anakutana na kizuizi na inaanza kumzuilia. Wakati anaanza kung'eng'ana, anakuta ya kwamba hii kizuizi ni sugu sana na inakataa kuanguka. Kwa hivyo laana huwa zinachangia kuleta vizuizi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Laana zote tunazivunja kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka nikupe reference moja, Deuteronomy 28 verse 17. Nikupe reference moja unipate kunipata vile ninavyokueleza, ama nikuonyeshe kazi ya laana. Deuteronomy 28 verse number 17. Tusome tu kwa haraka. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Unaweza ukatusomea kuanzia verse 16. Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 16. Utalaaniwa mjini. Utalaaniwa mjini. Utalaaniwa na mashambani. Utalaaniwa na mashambani. Sasa unakuta ya kwamba huyu mtu laana inayomfuata hata akienda mjini, hiyo laana inamfuata. Hata akiwa ushago, hiyo laana inamfuata. Hebu rudia huo mstari tena. Utalaaniwa mjini. Utalaaniwa mjini. Utalaaniwa na mashambani. Utalaaniwa na mashambani, kwa sababu laana haina mipaka. Ikisha achiliwa katika anga yako, unakuta ya kwamba hata ukienda Amerika inakufuata. Unakuta ya kwamba inaanza kukuhangaisha. Ukitoka hapa uende Kisumu, hiyo laana inakufuata. Ukirudi nyumbani ushago, hiyo laana iko pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unakuta ya kwamba sasa wakati umeenda kuinuka katika maisha yako, unakuta ya kwamba ile laana inafanya kazi. Kuna vizuizi zinatokea. Kwa sababu gani? Kuna nguvu zinasukuma kile kizuizi, na ni nguvu za laana. Nataka tutoke hapo, utaenda kujisomea mpaka mstari wa 17, na Bwana akikupa neema ya kuzidi kusoma utazidi kusoma. Number 3, vizuizi ambazo ni nzito huwa zinazuiliwa pia na maagano ya kishetani. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaenda mahali, wanachinja, wanaagana, wanaongea mambo. Kuna wakati my wife tulikuwa tukijadiliana habari za chakula, na akawa akiniambia ya kwamba kuna mahali unaweza ukaitwa kwa sherehe, lakini ile si sherehe, ile mbuzi imechinjwa, kuna maagano yanaendelea na hawa watu wanataka kukukamata. Bwana asifiwe sana. Kuna kuku kikula, unakuta ya kwamba si kuku tu umekula, kuna maagano ilikuwa imefanyika pale. Bwana asifiwe sana. Na hii ndio maana hata wakati tunapoenda kupeleka dawari zetu, wale ambao wanaenda kuoa, ni vizuri kuwa waangalifu sana yale mambo ambayo tunaenda kufanya kule, kwa sababu damu huwa inamwagwa na vitu mingi huwa zinamwagwa kwa ile makubaliano ya wazee. Ni vizuri ya kwamba wanapokaa ifanyike katika mpango na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Sisi tulipoenda kupeleka mahari, tulikuta tu watu ambao wameokoka. Haleluya. Wadada mko hapa, ikifika wakati ni wa kuolewa, tafadhali hata wale wako katika ndoa na mzee anataka kupeleka mahari, ni vizuri kuomba ushauri wa Kikristo. Bwana asifiwe sana. Msiende kule usikia kwamba sasa tunachukua pombe ati mwagwe chini, ati ni mababu wanafanya nini? Ati ni mababu wanapewa, wako na kiu sana. Bwana asifiwe sana. Ni kusema ya kwamba hapo kuna maagano yanaendelea, na si maagano kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wacha hata ile mbuzi itachinjwa kwa dawari yako, wacha itakaswe na iombewe, na isiwe ni agano, na isiwe ni maagano. Bwana asifiwe sana. Hawa wazee walisema sisi tumeokoka, na ni mpaka tubadilishe system mara hii katika njia ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Unajua pale unaenda unakuta wazee wengine wa zamani, haleluya, ambao wazee kabisa, wakikaa chini ile mambo wanaongea, unasikia wamekurudisha katika utamaduni kabisa. Na ukirudishwa katika utamaduni, kawaida utamaduni umejaa maagano. Kwa hivyo ukirudishwa katika utamaduni, umeingizwa kwa maagano. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati umerudi katika huduma, wakati umerudi kwa biashara yako, unaenda vizuri, lakini unafika mahali unakuta ya kwamba kuna vizuizi na mambo yameanza kubadilika. Kwa sababu gani? Wewe uko hapa na unaomba na unamtafuta Bwana, lakini kulingana na maagano kuna mahali mnapoteanwa. Kwa hivyo yale maagano yanainuka na yanakataa kwa sababu mlikubaliana.
Bwana asifiwe sana. Kuna maagano mengine huwa yanafanyika na si maagano kulingana na Biblia, si maagano kulingana na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatujasema ya kwamba watu wasitoe mahari, watu watoe mahari. Bwana asifiwe sana. Hata Ibrahimu alitoa mahari, hata Isaka alitoa mahari, hata Yakobo alitoa mahari, watumishi wa Bwana walitoa mahari, lakini walitoa mahari kwa njia ya Bwana. Hii kutoa kwa njia ya Ukikuyu hii itamaliza watu wengi. Bwana asifiwe sana. Hii kwa njia ya huko Meru hii, Bwana asifiwe sana, ni mpaka uchunguze na ukae chini na mjue wanataka kufanya nini, ili kusudi uweze kusema ya kwamba hii na hii niondolewe, mimi si wa hii. Bwana asifiwe sana. Kama umepitia hiyo leo, kila maagano katika ulimwengu wa kiroho yanaozungumza kinyume chako tunayavunja katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mambo hayo yalikuwa yakituongoza, lakini tulipompata Yesu yakafika mwisho. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu ni yote katika yote. Tuko pamoja? Na Biblia ikasema hivi kwa Wakristo, chochote mfanyacho, aidha ni kwa kukula ama ni kwa kukunywa, fanyeni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fanyeni kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiniambia nikupeleke mahali, alafu na ati naona wazee kando wanamwaga pombe, ati mababu wakunywe, tukirudi hapa tutaongea kidogo. Bwana asifiwe sana. Hatutaki anga yetu kuvurutwa na jambo lolote. Bwana asifiwe sana. Tunataka kufunguliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Madhabahu ya ine, madhabahu ambazo ni za kishetani huwa zinasababisha vizuizi sugu katika maisha yetu. Zile madhabahu zimeinuka za kiuchawi, waganga, wale watu ambao wameinua madhabahu katika jamii na familia zao. Hizo madhabahu zimechangia madhara na mambo mabaya. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengi sana maisha yao yamerudi nyuma kwa sababu katika ile boma kuna wachawi, na kulikosa wachawi, kulikosekana watu wa Mungu wa kuwaondoa. Na Mungu alimwambia Musa, ukikutana na mchawi muondoe. Bwana asifiwe sana. Kulikosekana mtu wa Mungu wa kusimama na kumuondoa. Sasa Mungu akiangalia anaona ya kwamba katika hii familia kuna madhabahu zimeinuliwa, ni madhabahu za kiuchawi. Sasa unakuta ya kwamba maisha ya watu wengi yanazuiliwa. Hiyo roho tumeikataa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ya mwisho nikiongeza, kikwazo ambacho hakijaondolewa katika msamaha. Uende kawa kuna mtu mlikosana na yeye, hamkusameheana, mliacha kama mumekwazana na wewe ukaenda, inaweza ikasababisha kizuizi sugu katika maisha yako. Nakuta kwamba unajaribu kusonga na hauwezi ukaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kikwazo kimesimama katikati yako. Haleluya. Yesu alisema ya kwamba sameheni na nyinyi mtafanya nini? Mtasamehewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna vizuizi haziwezi zikakuondokea ikiwa hautamsamehe mwenzako. Mungu akiangalia naona kuna kikwazo. Haleluya. Niliwaambia kisa moja ilikuwa imefanyika, na unajua katika huduma tunapitia mambo mengi sisi kama wahubiri. Nakuta ya kwamba mnaweza mkakwazana katika njia hii na ile nyingine, especially tukiangalia kama waimbaji huwa wanakwazana na waimbaji. Hawawezi wakakwazana na pastor ako mbali sana. Bwana asifiwe sana. Hawawezi wakakwazana na wahubiri, wako mbali sana. Hapo tu katikati ya uimbaji, hapo ndipo wanakwazania. Haleluya. Kama ni wahubiri, hapo tu katikati ya mahubiri wanakwazania. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta ya kwamba hata nasi katika eneo la uhubiri unakuta ya kwamba kuna mambo mengi sana huwa tunakutana. Unakuta ya kwamba tunakutana na wahubiri wengi, imani zinakataana, unakuta ya kwamba ama njia zinakataana. Unaona ya kwamba ile njia huyu mtu ameshika na ile mimi nimeshika, hatuwezi tukapelekana. Bwana asifiwe sana. Na katika hali hiyo unakuta ya kwamba pengine kuna kikwazo kimetokea. Sasa hicho kikwazo kikitokea unakuta ya kwamba mumeumizana mioyo zaidi ama kupita mipaka. Haleluya. Mimi niliwahi pitia kitu kama hiyo, na nilipoenda kumuomba Bwana akaniambia niende na niongee na yule ambaye tulikwazana naye.
Bwana asifiwe sana. Nilipouliza mhubiri moja, kwa sababu hata sisi wahubiri huwa tuna consult wahubiri wengine ambao wako juu yetu. Bwana asifiwe sana. Nilipo consult one of the pastor, akaniambia ni vizuri vile Bwana anakuongoza, enda ufanye hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo si huduma unarudi, si ile ati mnarudi pamoja mtembee pamoja, hapana, ni kile kikwazo unaondoa. Bwana asifiwe sana. Kutoka hapo sasa yeye amtumikie Bwana vile atakavyomtumikia, wewe umtumikie Bwana vile utakavyofanya nini? Utakavyomtumikia na vile Bwana atakavyokuongoza. Bwana asifiwe sana. Sasa nikashindwa, unajua kile ambacho kilisababisha nikae kama nimechelewa kidogo kwenda kuongea na yeye, kwa sababu kile kikwazo kilitokea, tuliumizana mioyo sana. Unajua sasa wakati unakuja unakaa hapo Pastor Lawrence na pengine mlikwazana, unakaa na unatulia na unasema ya kwamba mambo yote yako sawa, si ninaomba Bwana ananionyesha maono, lakini unakuta ya kwamba ukikumbuka yule mlikosana, unastukia kwamba kuna uchungu fulani katika moyo wako, ni kusema ya kwamba bado kikwazo kiko. Bwana asifiwe sana. Sasa nikafanya hesabu nitaenda namna gani. Unajua kuna wakati huyo mhubiri akaniambia, mimi uliwahi nifanyikia na nilimtime tu kama hayuko tayari. Unajua mwezi pitana, si ni kweli? Mtu alikuwa rafiki yako kitambo, mnaweza pitana kweli? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kuondoa kile kizuizi, kuna wakati na kulazimisha hata utime mtu. Uone mahali amekaa, mahali anaenda kukula, unajua ule mtu anakulanga mahali fulani. Kutoka hapo sasa unamtime. Unaenda tu kama umepita, kama unaenda kwa counter. Fulani Bwana asifiwe, kumbe uko hapa, unamsalimia, habari ya miaka mingi. Hiyo tu kuongea hivyo, hiyo kikwazo inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambapo Bible inasema ni vizuri, Bible inasema hivi, iweni werevu kama ua, iweni na hekima, iweni na busara. Bwana asifiwe sana. So yeye akaniambia ya kwamba yeye kuna wakati kulitokea vita sana katika huduma, na ikawa ya kwamba kikwazo kilitokea tu, na kuna mhubiri mmoja alisema ya kwamba hicho kikwazo shetani huwa anataka kitokee ili wewe hata ukienda Amerika uende na hicho kikwazo. Kwa hivyo ukifika Amerika hicho kikwazo kinakuzuilia. Yule aliendelea na maisha yake, wewe uliendelea na maisha yake, hata pengine ulisahau sura yake, hata pengine haujui vile, lakini kile kikwazo uliondoka nacho pale, ulienda nayo. Bwana asifiwe sana. Sasa kile cha muhimu sana katika maisha ya Mkristo, wewe ni kuondoa kikwazo. Hauna haja na maisha ya mtu vile anavyoendelea. Kuna mahali inafika unasema ya kwamba huyo ni yeye na Mungu wake, mimi ni mimi na Mungu wangu. Haleluya. Nikaona maono nikiwa nimetokea mtu, na nikaambia mke wangu, nimeona nimetokea mtu, na nikamweleza vile ilikuwa, lakini nilimtokea. Because my wife nilimwambia niende, akaniambia usiende, ngojea wakati wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Mungu huwa anasaidia mpaka mtu ule uamuzi umefanya anakupeleka. Bwana asifiwe sana. Unajua bado sijakuwa na ile courage, kwa sababu pia unajua wewe unahesabu huyo mtu aliniumiza sana. Bwana asifiwe sana. Na huyo mtu alinikwaza sana. Sasa nawezaje kwenda? Si ninaweza simama mbele zake na hasira mingi sana, ni kile kitu alinifanyia. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine hata usiende peke yako, ukijua kuko hivyo usiende peke yako. Enda mkiwa na mtu. Ile introduction useme huyu ni pastor fulani, huwa tunahudumu na yeye, tuko na yeye pale kanisani. At least kale ka story kanakuwa karefu kidogo, ndio ile roho yako inafanya nini? Inaanza kutulia. Bwana asifiwe sana. Unajua hiyo story mingi inatuliza moyo mahali kama hapo. Lakini ukienda tu alafu ukumbuke umenyamaza, na ndani yako unakumbuka kile kitu huyo mtu alikufanyia, utalipuka. Bwana Yesu asifiwe. Na italeta picha mbaya. Bwana asifiwe sana. Na kuna wakati pia una sacrifice kabisa, unaenda chini kabisa. Yani yule mtu ambaye amekukosea ako chini yako, huendekao hata ni mtoto. Bwana asifiwe sana. Na mmekaa na mtoto wako, kumetokea kikwazo, mtoto amekasirika, ameenda. Tafadhali usingojee ati mtoto akuje akupigie magoti wakati ameenda amekutana na mashida kule. Muite tu. Bwana asifiwe sana.
vile tulishuhudiwa hapa na sister Wangeshi, naona hayuko leo, vile ya kwamba baba yao aliwapigia simu, haleluya, na akawagawia shamba. Kuna wakati tu hata ukiwa mzazi, ita mtoto wako ili uondoe hicho kikwazo, ujisaidie wewe na umsaidie. Bwana asifiwe sana. Uende kawa hana courage ya kukuface na kuondoa hicho kikwazo. Bwana asifiwe sana. Lakini unaweza ukamuita. Hata sisi wahubiri kuna mahali inatufikisha mahali kama hapo. Haleluya. Unakuta ya kwamba yule mtu amekukwaza ako chini yako, lakini unamuita tu. Si kwa sababu wewe ni mjinga, lakini kuna kitu unataka kuondoa katika anga. Haleluya. Majority wanangojeanga wapigiwe magoti. Bwana asifiwe sana. Nimeteseka sana huko, unisamehe, unifungue. Kuna wakati usingoje hiyo. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni mtoto muite, uondoe kikwazo. Bwana asifiwe sana. Pastor moja alikwazwa na mshirika. Alipokwazwa na mshirika akaenda. Sasa pastor akabaki kwa ofisi, wacha kaende. Katakuja tu hapa. Katazunguka tu dakika ya mwisho. Katakuja hapa. Usiku Mungu akamtokea pastor. Akamwambia, enda kwa huyo mshirika umuombe msamaha. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati inafika hicho kiwango. Si kwamba Mungu ni mjinga akifanya hivyo. Haleluya. Lakini pia kuna mambo anataka kufundisha kanisa nyakati hizi za mwisho. Sasa pastor anaamka anasema, how? Niende niombe mshirika msamaha na ni yeye amenikosea. Wewe inaingia aje? Inaingia. Bwana asifiwe sana. Ukiwa katika roho itaingia, lakini ukiwa katika mwili haiwezi ikaingia. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kuondoa vikwazo zote zinazokuwa katikati yetu. Zile tumekwazana na watu, ni vizuri kukaa chini na kutafakari na kusema ya kwamba mimi kwenye ninaenda siwezi nikalinganisha na hiki kikwazo. Bwana asifiwe sana. Hii ni kitu kidogo sana na siwezi nikailinganisha na mahali ninaenda. Bwana asifiwe sana. Kikwazo kama hicho kinaweza kikakusababishia kizuizi kizito sana katika maisha yako. Nahisi ya kwamba kuna kizuizi na kimekataa kuondoka. Ni kwa sababu kile kikwazo hakichaondoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hilo ni jambo la kulishughulikia na tunaamini ya kwamba Bwana atatusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nimebakisha sehemu mbili, utaniwia radhi. Sehemu ya tatu, vizuizi ambazo ni mzito huwa zinaleta madhara gani na matokeo gani katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Stubborn limitations huwa zinaleta matokeo. Jambo la kwanza, huwa zinaleta matokeo ya magonjwa yasiyokuwa na tiba. Unaweza kuwa katika kizuizi fulani, usumbuke na uwe na mawazo mingi sana, mpaka hayo mawazo ya kusababishie magonjwa yasiyokuwa na tiba na magonjwa mazito. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba kuna kule kukosa, ile upungufu. Unakuta ya kwamba haupati, mnalala njaa. Unakuta ya kwamba katika ile boma kuna kukosa sana. So pia limitations kama hizo huwa zinasababisha kukosa. Number 3, unakuta ya kwamba kuna a lot of setbacks mingi sana katika maisha yenu. Unakuta ya kwamba unaendaga mbele, lakini unakuta ya kwamba unarudi nyuma. Bwana asifiwe sana. So unaendaga kama yule mlevi, anakanyanga moja mbele anarudi ngapi nyuma? Bwana asifiwe sana. Sasa unakutanga ya kwamba mtu aliye na kizuizi, na wewe si mlevi, lakini unakuta kwamba maisha yako kuna kurudi nyuma sana. Hiyo roho tumeikataa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Katika mioyo ya Wakristo unakuta ya kwamba kuna ugumu sana. Vizuizi hizo huwa zinasababisha ugumu. Unakuta ya kwamba hata katika anga unakuta ya kwamba kuna ugumu sana na kuna uzito sana katika maisha, na ni uzito ambao hauwezi ukaeleza. Umewahi kama mahali ukakutana na uzito, ukijaribu kueleza mtu unashindwa utaanzia wapi uweze kueleza. Haleluya. Ni vile mtu anafikanga mahali anasema mimi hata sijui vile ninasikia, kwa sababu unasikia uzito lakini haujui na hauwezi ukaeleza. Bwana asifiwe sana. Unakuta kwamba kuna a lot of failures. Unaanzaga kitu
inaanguka. Unaanza biashara, inaanguka. Unaenda mahali unaanza kitu, inaanguka. Vizuizi sugu huwa zinasababisha mtu anakuwa na a lot of failures. Number 5, unakuta kwamba kuna rejection. Unakuta kwamba unakataliwa tu for no reason. Yaani unakataliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wakienda nyumbani kwao dakika hii watapokelewa vizuri? Usiinue mkono, ujijibu tu kwa moyo wako. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna watu pia hata wako hapa, hawako nyumbani, lakini bado hata watu wa nyumbani wamewatenga. Matokeo hayo ni matokeo ya zile vizuizi tunakutana nazo katika maisha yetu. Vizuizi zingine ni sugu. Leo nilisema on Friday ya kwamba leo tutaingia ndani kabisa ili tuweze kung'oa hizo vizuizi. Bwana asifiwe sana. Unakuta kwamba kuna a lot of rejection, unakataliwa. Kuna mpaka wazazi wanakataliwa mpaka na watoto wao. Unakuta kwamba wazazi umelea, watoto umelea, wameenda na wamekukataa na wamekusahau na wameenda kabisa. Mpaka unafika mahali unabaki na mawazo mingi sana mpaka unachanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. Jambo hilo mimi kama mchungaji nimekutana nalo katika counseling na mambo mengi huwa tunakutana nayo. Unakuta ya kwamba watoto walienda na wakasahau mpaka wazazi wao. Bwana asifiwe sana. Yaani unakuta ya kwamba anga ya huyo mama kuna rejection inatawala. Na amezaa, amelea, watoto wamemaliza, na si ati watoto wameenda kuhangaika, wengine wako makazi. Bwana asifiwe sana. Matokeo mengine unakuta ya kwamba kuna kule kudunishwa. Unakuta ya kwamba maisha yako unakanga katika hali ya kudunishwa huwa inaandamana na kudharauliwa. Unakuta ya kwamba kuna vile watu wanakuwekanga katika kiwango ambacho wewe haupendi. Hiyo ni matokeo pia ya limitations ambazo ni stubborn katika maisha yako. Unakuta kwamba kuna kizuizi moja tu imeishi kukuzuilia. Unakuta ya kwamba hata ukienda mahali unapaswa kuheshimika, hauwezi ukaheshimika. Bwana asifiwe sana. Unadunishwa tu. Haleluya. Ulikuwa unapaswa ukae kiti ya mbele, lakini unaambiwa wewe enda ukachunge choo pale. Angalia vile watoto wanaingia wakifanya nini? Wakitoka. Bwana sana. Wakati kuna limitations ambazo ni stubborn, huwa zinaingiza mambo katika anga zetu. Na zikiingiza mambo katika anga zetu inakuwa manifested katika ulimwengu wa kiroho. Sasa unakuta ya kwamba kuna mambo tunakutana nayo ambayo hayastahili katika maisha yetu. Another result ambayo ni ya stubborn limitations ni spiritual and physical death. Unakuta ya kwamba kuna kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukadunishwa sana, unaweza ukazuiliwa sana mpaka uanze kusikia umeanza kurudi chini katika moyo wako, umeanza kurudi chini. Ifike mahali mpaka dakika ya mwisho ustukie ya kwamba moyo wako hauna Mungu tena. Bwana asifiwe sana. Na wengine wanarudi nyuma, wengine wanarudi hata kwa pombe, wana backslide na wanaenda kabisa. Na wengine wanakufa hata kifo cha kimwili, wengine wanakufa kifo cha mapema. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kingine hapa, unisikilize vizuri. Kuna hii roho tunaita suicidal spirit. Suicidal spirit huwa pia inachangiwa na stubborn limitation. Unakuta ya kwamba maisha yako umezuiliwa sana mpaka umefika mahali unasema mimi nitajitoa uhai. Mmewahi ona kitu kama hiyo? Bwana asifiwe sana. Hauwezi ukajinyonga ati kwa sababu ni kuzuri. Ni kwa sababu kuna kitu kizito sana kinaendelea katika maisha yako. Na ukichunguza sana utakuta ya kwamba ni mahali umezuiliwa. Kuna mahali unataka kufika lakini kumegeuka na kumeharibika na kumekuwa kubaya. Hapo ndipo unakuta ya kwamba watu wengi wanatamani hata kujiondoa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya vizuizi. Ni vizuri kuondoa hizo vizuizi ili hizo maroho zikose nafasi katika maisha yetu.